Heri ya mwaka mpya. Takwimu zinaonyesha maduka pembejeo za kilimo yanafungwa kila siku, na wakati wakulima kila siku wanazidi kuongezeka na mahitaji yao yanazidi kuongezeka. Kuna shida. Unajua maduka mengi ya pembejeo ni maduka ya kusubiri wateja, tena wateja waje kwa bahati. Karibu katika mfumo wa Pembejeo Connect, tutakao kuwezesha kugeuza duka la pembejeo kwa kliniki ya kilimo na uweze kuongeza mauzo mara 10 bila kusubiri wateja wafike dukani kwako. Kwa tutakuwezesha kuuza kwa mtandao kidijitali bila kusubiri wateja dukani, lakini mfumo utakuwezesha kusimamia biashara ya pembejeo kwa data na kwa taarifa sahihi. Unajua ukweli ni mchungu. Kusubiri mteja afike dukani sio mkakati. Narudia tena. Kusubiri mteja afike dukani sio mkakati. Kama una duka la pembejeo, kusubiri mteja afike dukani sio mkakati. Kwa nini nasema hivyo? Kila siku watu wanafungua maduka mapya ya pembejeo, na kila siku kama alivyosema madam hapa, maduka mengi ya pembejeo yanafungwa. Ushindani umekuwa ni mkubwa. Sasa kama unataka usife kibiashara, basi acha kufanya biashara ya pembejeo kama miaka 1995, wakati sasa hivi tuko 2026. Narudia tena, leo ni tarehe 2 2026. Bado watu wanaishi 1995. Unajua, kama unategemea duka lako na wateja wakufuate dukani kwako, kuna siku wateja wakija unafurahi, siku wateja hawapo unabaki na bidhaa zako dukani. Hiyo sio biashara, unapoteza muda. Utalipa kodi, unalipa umeme, unalipa mfanyakazi dukani, lakini hamna kitu unachokipata. Ni mimi naweza nikakupa kwa experience. Kabla hatujaja na hii teknolojia, ili tulazimu tumiliki maduka ya pembejeo tuone. Unakuta mtu anakaa dukani anasubiri wateja auze Paraforce mpaka, yani manaki kwa bahati nzuri wateja waje. Lazima uuze kwa wateja ambao watakufuata. Na sasa hivi biashara sio kusubiri, biashara ni kuwafuata wateja shambani kwa kutumia mtandao. Sasa labda tuende moja kwa moja. Vipi kama unaweza kuuza zaidi ukiwa ndani ya mfumo wa mazao? Kwa maana ya kwamba kwenye duka lako la pembejeo, labda kama liko Mlali, labda kama liko Njombe, labda liko kwenye kijiji fulani, kijiji ulichopo, ukawa na taarifa za wakulima walio katika hicho kijiji, na hao wakulima wanatembelewa na maafisa ugani ambao sisi tunawaita madaktari wa kilimo. Wanafanya kazi ndani ya mfumo wa mazao abu kama ilivyo UBA, wanakusanya mahitaji ya wakulima. Alafu mahitaji ya wakulima yanakuja kwenye mfumo, kwenye app ya kwako ambao unaimiliki mwenyewe ya mazao habu, na wanakuletea oda za wakulima na unauza pembejeo bila kusubiri wateja dukani, bali kwa kutumia data. Zaidi ya wakulima 4,500, zaidi ya maafisa ugani 6,500, tukiwa mikoa 15. Kwa maana kwamba kulingana na eneo ulipo na kijiji ulichopo na mazingira ya uliopo, madaktari wa kilimo, yani maafisa ugani, wanatembelea wakulima kwa kutumia mfumo wa ugani unaotumia sayansi na data wa mazao habu. Wanakusanya taarifa za wakulima, wanatoa ushauri kwa wakulima, wanakusanya mahitaji ya wakulima, na baada ya kukusanya mahitaji ya wakulima wanaingia ndani ya mfumo,
alafu wanatoa oda za pembejeo zinazohitajika kwa wakulima wao. Kila afisa ugani na wakulima zaidi ya 200 katika wakulima 6500. Hebu fikiria wakulima zaidi ya 200 ambao afisa ugani mmoja anakusanya mahitaji ya wakulima 200 kila siku, alafu oda inakuja kwenye app ya Mazao Hub kwa wewe Agrovet unayotumia mfumo. Alafu wewe unaangalia oda, alafu unafunga mzigo, na ukishafunga mzigo unauza bila kusubiri. Na hii ni kwa sababu ya takwimu mtandao wa Mazao Hub unaotujumuisha pamoja, yaani mkulima, afisa ugani ambaye ndo Dr. Kilimo na wewe Agrovet. Jinsi mfumo unavyofanya kazi ni kwamba tunakusanya data za mkulima kupitia ugani, alafu tunafuatilia ukusanyaji wa mahitaji ya wakulima na kupeleka kwa mkulima kupitia taarifa zinazokusanywa ndani ya mfumo wa mazao. Kila afisa ugani tunayemwita Dr. Kilimo anakusanya mahitaji ya wakulima wake. Wewe unathibitisha oda na kuandaa mzigo. Ukiandaa mzigo, mkulima anaweza kaja dukani kuchukua mzigo mwenyewe, ama afisa ugani anayemsimamia huyo mkulima anakuja kuchukua mzigo wa huyo mkulima. Alafu kuna usafiri ambao umewekwa ndani ya mfumo. Ndio maana tunaita mfumo unaofanya kama Uber, ambao kuna usafiri unaweza kuoda ndani ya mfumo, alafu bidhaa za pembejeo zikaenda moja kwa moja kwa mkulima na afisa ugani akafuatilia kuhakikisha mzigo unafika kwa mkulima. Hii ndio mapinduzi ya kuuza bila kusubiri dukani kwako. Sasa hebu fikiria, maafisa ugani zaidi ya 6500 ni maajenti wako wanaouza bidhaa zako kwa wakulima. Nini unapata? Mahitaji ya wakulima yanakusanya, ushauri wa karibu kwa wakulima unatolewa, unauza kwa vikundi, unauza kwa mtu mmoja mmoja, na unaweza kutoa promotion na ukatuma paka SMS matangazo ndani ya mfumo. Unakuwa na akaunti yako kama e-commerce yako ambayo unatangaza bidhaa zako na watu wananunua bidhaa kutoka kwako. Hii ndio tunaita Uber for extension. Sasa iko hivi. Unajua kwa nini maduka mengi yanafungwa? Kama aliposema madam, ni kwamba maisha bila data unapoteza muda. Mfanyabiashara yoyote yule anayeanzisha kitu chochote lazima aanze na kufanya hesabu za soko lako. What is your market size? Una calculate idadi ya wakulima waliopo katika eneo lilopo, mazao yao, mahitaji yao, ili wewe uweze kujua katika branch nilionayo ama duka nilonalo ninaweza kuhudumia kiasi gani na mapato kiasi gani. Lakini pia unaweza kutumia mfumo kutuma back SMS, kutuma message, kubroadcast, communicate, kuwasiliana na wakulima, wateja wako, lakini pia kuwasiliana na mtandao wa maafisa ugani ambao tunaita madaktari wa kilimo. Na kingine ni kwamba unaweza kujua changamoto lini, mzigo unahitajika wapi, zao gani, vipi, tiba na kadhalika na kadhalika. Mawasiliano ya haraka. Hayo ndo faida ya kuwa sehemu ya mfumo wa Mazao Hub. Lakini pia unaweza kubadilisha duka lako sasa. Hii ni fursa kubwa. Duka lako kuwa kliniki ya kilimo. Kliniki ya kilimo ni nini? Kliniki ya kilimo ni vituo vya huduma za ugani vinavyoendeshwa kwa data kwa hudumia wakulima. Kwa kupitia kuwa wewe kliniki ya kilimo, mapato zaidi, kwa sababu utaweza kutoa huduma za kupima udongo, utaweza kutengeneza mfumo unakuwezesha wewe, yani mfumo unatengeneza automatic mpango wa lishe, fertilizer plan ya kila mkulima unayetaka, unayemhudumia kulingana na mahitaji yake, ushauri, visumbufu, ratiba, rekodi za shamba, tija, mikopo na kadhalika. Vyote hivyo na unapata mapato kwa kuwa kituo cha huduma za kilimo, yani kliniki ya kilimo. Lakini hatunaenda mbali. Kuuza ni kitu kimoja. Vipi je kusimamia inventory? Vipi je kusimamia bidhaa? Vipi je kusimamia mauzo? Vipi je kusimamia purchases? Vipi je kusimamia rekodi za biashara? Kwa sababu wewe ni mfanyabiashara, lazima usimamie rekodi, lazima usimamie uhakikishe kwamba
vitu vimeenda kwa rekodi. Kwa tunakupa mfumo wa kusimamia duka lako kama kampuni, kama mfanyabiashara. Linatengeneza taarifa mbalimbali za kibiashara, kwa maana kwamba taarifa za fedha, taarifa za kiwasibu. Unajua faida yake ni nini? Tumeungana na taasisi za benki 5 ambazo zinatoa mikopo kwa Agrovet, ikiwa ni pamoja na TCB Bank, Tanzania Commercial Bank, ambapo kwa sasa wanatoa mikopo kwa Agrovet ambao tunaita revolving fund. Lakini pia tuna taasisi mbalimbali kutoka nje zinazotoa mikopo kwa Agrovet ambao tunaita revolving working capital, kwa maana kwamba wanakupa mkopo kulingana na idadi ya mzigo ambao unachukua kutoka kwa supplier fulani. Sasa haya yote huwezi kuyafanya kama hautumii mfumo wa kusimamia duka lako wa mazao hapo. Sasa kingine kikubwa kuliko ni upande wa wewe. Mfumo unakuwezesha kuagiza pembejeo kutoka kwa wasambazaji wa jumla walio ndani na nje ya Tanzania. Duka lako halikauki tena kwenye bidhaa. Manake wewe badala ya kwanza kwa niletee bidhaa, unaweza ukaingia kwenye mfumo, ukabonyeza, ukaangalia catalog za bidhaa za Bytrade, bidhaa za bidhaa za wadau mbalimbali wasambazaji wa pembejeo, na ukaingia na ukapata bidhaa na ukaplace order, bidhaa zikafika mpaka dukani kwako, na ukatrack mzigo uko wapi, utafika saa ngapi, muda gani, ndani ya mfumo wa mazao. Upewe nini? Sasa utakufa vipi kibiashara? Mkopo upewe, mauzo, namna ya kuuza kwa wingi upate, na supplier atakaye supply mzigo, na mfumo wa kusimamia hesabu zako za biashara. Unakufa vipi kibiashara? Amkeni, ingia pakua app ya Mazao Hub, tuanze kufanya biashara pamoja. Lakini ukiishiwa bidhaa na bado kuna mteja anakuja, unafanyaje? Ukiishiwa bidhaa na mteja anakuja, vipi je? Agrovet mwenzako, kwa sababu unajua kuna Agrovet wengine unakuta yeye ana wivu. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha kama ukiwa na wivu, kwamba kama mteja amekuja dukani kwako na bidhaa huna, unasema ondoka, mimi hizo bidhaa sina. Sasa kwa kupitia mfumo wa Mazao Hub wa Pembejeo Connect, unaweza ukabonyeza na pata order za Agrovet mwenzako mwenye na bidhaa ambazo wewe huna, na mkulima ukamuuzia ili usimpoteze. Hakuna kupoteza wateja eti kwa sababu ya stock out, lakini unapata commission kwa hao pembejeo wenzako, au za pembejeo wenzako, Agrovet wenzako, kupitia mtandao wa Agrovet ambao unafanya. Unajenga uaminifu. Biashara ni kupanuana, biashara ni kujengana, biashara ni kushirikiana, biashara ni kufanya kwa pamoja. Kwa maana hiyo mkulima anapata suluhisho la haraka, uaminifu unaongezeka, na unajenga udugu katika biashara ya pembejeo. Mpango wa kwanza, onboarding, tunafanyaje? Tunakusajili, tunaingiza coordinate point ya shamba lako, manake GPS, kwa makubaliano of course. Lakini baada ya hapo unaingia kwenye mafunzo, utapewa vitabu, namna ya kufanya, namna ya kutumia teknolojia. Alafu wiki inayofuata utaunganishwa na wakulima, na pia utapewa maafisa ugani wako walio katika eneo lilopo. Alafu pia utaanza kupokea order instantly. Hiyo biashara ni wewe sasa uamue. Alafu baada hapo utaanza kuscale, kuanza kukua. Lengo uanze haraka, upime matokeo, kisha ufungue branch nyingine na nyingine, na kukua kama mfanya biashara wa pembejeo. Tuanze pamoja. Uko wapi? Wewe ni nani? Eneo lako, kijiji chako. Fuatilia taarifa, piga simu zilizopo hapa chini, lakini pia tujulishe kwa kuingia kwenye linki ambazo tutashare zinazoonyesha namna ya kuingia na kuweza kuingia, ama pakua app ya Mazao Hub na jisajili kama Agrovet, na tuanze kufanya kazi pamoja. Mfumo wa Mazao Hub unawaleta wadau wa kilimo pamoja. Tunaoita ni mfumo jumuishi wa kilimo, kwa sababu unamleta mkulima na data za mkulima, unamleta afisa ugani tunayemwita Dr. Kilimo, unamleta Agrovet ambaye ni wewe kwa ajili ya kusambaza pembejeo kwa wakulima, maana yake last mile distributor. Alafu unamleta msambazaji wa jumla ya pembejeo, alafu unaileta
wawekezaji, tunaleta benki kwa ajili ya kumkopesha msambazaji wa pembejeo pamoja na Agrovet, na kwa pamoja tunakuwa kama tunafanana, tutakutana.